sivyo ambavyo mimi ningeweza kujitambulisha kwa ulimwengu. Sivyo hivyo. Na utagundua kitu kimoja, ya kwamba moja ya mgogoro wa dunia, mgogoro mkubwa ambao uko duniani leo, ni mgogoro wa utambulisho. Mgogoro wa utambulisho ukoje huu? Mgogoro huu ni matokeo ya vile ambavyo mimi ninajitambulisha na vile ambavyo Mungu ananitambulisha. Vile ninavyojulikana kwa Mungu na vile ambavyo wanadamu wenzangu wananijua. Mahali hapa pana mgogoro. Wanadamu leo tunatembea na migogoro. Mungu na Roho wake akinishuhudia ya kwamba wewe uko hivi, wewe uko hivi, maisha yako ni haya, uzoefu wako ni huu. Wakati huo huo na mimi ninang'ang'ana ulimwengu nijue hivi ndivyo nilivyo. Kwa sababu hiyo wanadamu wengi sasa hivi wanaishi katika mgogoro. Hatuna utambulisho wa aina moja. Nina mgogoro wa vile ambavyo natamani ulimwengu nijue, lakini pia nina mgogoro ambavyo Mungu ananijua. Na moja ya mambo yanayochangia magonjwa ya akili, hususan katika kizazi cha leo. Unajua, kadiri ulimwengu unavyoendelea kusogea, kadiri siku zinavyoendelea kusogea, kadiri tunavyoendelea kusogelea mwisho wa wakati, ndivyo ambavyo hatia kwenye maisha ya wanadamu zinaendelea kuongezeka. Kadiri mwisho wa dunia unavyoendelea kuja, ndivyo uovu unaendelea kuongezeka duniani. Na leo tunao watu wengi wanaoumwa magonjwa ya akili yaliyo matokeo ya migogoro ya utambulisho. Mungu anakutambua hivi, na wewe unang'ang'ana ya kwamba ulimwengu kutambue hivi. Kwa hiyo tukaonekana kama vile hatuna utambulisho fulani unaoeleweka. Tuna maski ambayo tumevaa, tuna barakoa katika nyuso zetu. Kwa sababu hiyo utagundua mgogoro mkubwa, hususan katika ulimwengu wa dini, ni mgogoro wa utambulisho. Huu ndio mgogoro mkubwa, na wengi wetu tumekuwa tukifanana na vinyonga. Vinyonga unawafahamu. Moja ya sifa kubwa ya kinyonga ni kubadilika rangi. Kinyonga akiwa mahali fulani penye rangi fulani anakuwa hivyo. Akiwa kwenye mazingira mengine anakuwa hivyo. Na moja ya shida, kama tungekuwa tunafanya biashara ya vinyonga, na hisi biashara ya vinyonga ndiyo biashara ambayo ina hasara kuliko biashara nyingine yoyote. Mchungaji unasema nini? Ikiwa leo utaamua kufanya biashara ya vinyonga, ukapata mteja akakupigia simu ya kwamba niletee vinyonga vya njano, na wewe ukavitafuta vinyonga vya njano ukaviweka kwenye kontena la kijani, unavifikisha kwa mteja, vinyonga ni vya kijani, sio vya njano tena. Umekula hasara. Maisha na katika utambulisho wetu tumekuwa na sura kama ya vinyonga. Kinyonga unashindwa umtambulishe kwa rangi gani. Rangi ya kinyonga ni ipi?
Na hapa ndipo palipo na mgogoro. Kuna rangi ninayokuwa nayo nikiwa kanisani. Kinyonga mimi nilipofika kanisani nikawa na rangi ya kanisani. Nilipokwenda nyumbani nikakutana na rangi ya nyumbani, nikawa na rangi hiyo. Nilipoenda kazini nikawa na rangi ya kazini. Nilipokwenda mazingira mengine ya harusi nikakuta nina rangi nyingine tena ya harusi. Mimi kinyonga ninaye kuwa na rangi kanisani nyingine, nyumbani nyingine, kazini nyingine, mtaani nyingine. Utambulisho wangu ni upi? Rangi yangu ni ipi hasa? Nini cha muhimu katika CV yako? Jioni hii ya leo naomba tusome mafungu machache katika neno la Bwana kutafuta nini cha muhimu katika CV yako. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura yake ni ya 5. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5. Unaweza ukafungua nami, na ni kisa maarufu kabisa kinachotupatia wazo letu la siku hii ya leo. Neno la Bwana linasema, basi Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Shami alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye heshima. Kwa sababu ya mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Mstari wa 2, na Washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke katika nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angepona ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake wa Israeli. Alipousoma waraka, alilarua mavazi yake akasema, je, mimi ni Mungu niwae na kuuisha hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusihini, mwone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Kawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akasema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha alipompelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordan mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema, tazama, nilidhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Farpari, mito ya Damaski
si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Watumishi wake wakamkaribia, wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii angelikuambia kutenda jambo kubwa, usingelitenda? Je, si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi? Ndipo akashuka akajiosha mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mtoto mchanga, akawa safi, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mwote. Sasa najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi nakuomba upokee baraka kwa mtumwa wako. Na hilo ndilo neno la Bwana. Kisa hiki ni cha pekee na kinaendelea. Tunaweza tukakomea hapo kwa leo. Naomba uchukue maneno machache. Moja, fungu la kwanza linaeleza CV ya Naamani. Biblia inamtaja Naamani kama jemedari wa jeshi. Ikiwa ni kwetu Tanzania, tungeandika na mazingira ya Tanzania, tungezungumza habari ya CDF. Yule kiongozi mkuu wa majeshi kabisa ndiye anayetajwa hapa, Naamani, ambaye alikuwa ndiye mwenye cheo hicho. Yeye ambaye alimpa mfalme ushindi, yeye aliyeyaongoza majeshi ya Shami, yeye ambaye ni watu wahodari ambao wangelitajwa, Naamani angelitajwa. Kama ni watu wenye vyeo ambao wangetajwa, Naamani angelitajwa. Kama ni watu ambao wamefanikiwa kiuchumi, wangelitajwa, naye angetajwa. Maana unaweza ukaona hata zawadi ambazo anazibeba kwenda Yerusalemu sio zawadi za hivi hivi. Anabeba vipande 6,000, vipande vinavyodhihirisha utajiri, CV ya kitajiri. Naamani ni tajiri, haishii kuwa tajiri. Naamani aliye baba, yeye aliye na mke, Naamani aliye na watumwa, Naamani ambaye ana kila sifa. Kama angeliitwa na kuandikwa na kutambulishwa, angelitambulishwa kama mtu mkuu. Lakini Biblia inapomwandika, katikati ya mengine yote tena yaliyo mazuri, Naamani anatajwa ya kwamba lakini alikuwa na ukoma. Mzizi wa neno linalotengeneza jina hili la Naamani. Naamani ni jina la Kiebrania, na jina hili lina maana ya kupendeza, yaani kitu cha kupendeza, delight, pleasant, cha kupendeza. Naamani anapotajwa na anapoitwa Naamani, ya kupendeza, cha kupendeza, kina mgogoro na uhalisia. Ana mambo mengi ya kumfanya Naamani awe wa kupendeza kweli, lakini Biblia inasema huyu mwanaume ana ukoma.
imejaa madoadoa ya ukoma, ukoma unaoharibu uzuri wote, ukoma unaoondoa kupendeza kwake kote. Ya kupendeza, utafiti ambao nimependa au nimeufanya na nimegundua ya kwamba akina mama huwa akivaa kanguo kake anapenda kusikia neno hili, umependeza. Wamama nipungieni mkono. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwanaume nikupe kodi, mke wako akivaa kanguo kake hata kama ni kamtumba, alimradi alifanya kazi ya kukanyosha kale kanguo vizuri, lafu akakapiga, akakaa kwenye kioo chake, akavuta, akajiangalia, akageuka kidogo hivi, akaangalia. Kuna namna fulani huwa wanageuka, walishajifunza mpaka kugeuka, wanaangalia kioo kwa nyuma. Anatafuta neno tu, umependeza. Bwana Yesu asifiwe. Na ukimwambia tu ya kwamba umependeza, akapata na wapili akamhakikishia amependeza, moja kioo kimemwambia amependeza kwa macho yake, akitoka hapa akapata wapili na watatu, mwendo unabadilika. Mwendo unabadilika. Naamani wa kupendeza ambaye ni mimi ninayetafuta pia kupendeza, ambaye ndilo jina ninalolitafuta. Lakini rafiki yetu Naamani, pamoja na kupendeza kote, pamoja na sifa njema, pamoja na CV yake kunona, neno la Bwana linasema uzuri wote wa Naamani unaharibiwa na ukoma. Ukoma unaweka dosari katika kupendeza kwako Naamani. Neno la Bwana linasema wewe Naamani una shida kwenye CV yako. CV yako pamoja na jina lako vinatengeneza mgogoro. Na wengi ndivyo tulivyo. Tuna majina yanayotengeneza mgogoro na maisha yetu. Jina lako ni nani na lina maana gani? Jina lako nani? Naamani wa kupendeza, mazuri mengi, ukoma, mgogoro tayari hapa. Kufanya kisa chetu kiwe kifupi na muda wetu umeisha. Huyu bwana Naamani, katikati ya jina lake zuri, sifa zake nzuri, Biblia inatuambia ya kwamba ukoma wake unamwekea dosari. Hiki kinamsumbua mfalme, kinaitesa familia, kinatesa hata askari wenzake, ya kwamba huyu bwana anahitaji atakaswe, anahitaji usafi kamilifu. Na wengi wetu tuko kama Naamani, ambao tuna mambo mazuri kwenye maisha, lakini kuna kakitu ambako kanaharibu CV zetu, na hata ambako kamefanya familia ipate shida, kamefanya hata watu tunaofanya nao kazi wajiulize maswali mengi. Huyu Naamani anakutana na binti mmoja aliyekuwa amemteka nyara, na yule binti anasema kwa mke wa Naamani ya kwamba light anajaribu kutoa kile anachokitamani. Huyu bwana wangu angekuwa Israeli, kule kwetu Samaria, akakutana na nabii wa Bwana aliyeko pale, moyoni mwangu nina hakika huyu bwana angelipona ukoma wake. Angelipona ukoma wake huyu. Hatujui kama Naamani atakuwa tayari kwenda.
Maneno haya yalisemwa sirini, aliyeyasikia akayapeleka hadharani, yakafika ikulu ya mfalme. Mfalme anaambiwa ya kwamba binti amesema Naamani akifika Israeli pale Yerusalemu, Samaria, yuko nabii, kwa neno la nabii Naamani atapona. Mfalme haraka anasema, ninaandika waraka kwa mfalme, Naamani panga safari kwenda. Naomba nikutafakarishe kidogo. Huyu binti, Biblia inasema alikuwa ametoka Samaria, alikuwa ametoka Israeli, huko alikokuwa nabii wa Bwana. Alikujaje Sham? Amefikaje katika nyumba ya Naamani? Amefika kama mtumwa, amefika kama mateka. Maana yake ni nini? Naamani alikuwa ameenda mara kadhaa Israeli. Naamani alikuwa amefika mara kadhaa Israeli, alikuwa amevuka mito ya Israeli, alikuwa ameingia ikulu ya Israeli, alikuwa ameingia mara kadhaa, lakini na mlengo tofauti. Naamani aliingia Israeli kijeshi, aliingia kijeshi, aliingia kimapambano. Na binti huyu anasema, laiti bwana wangu atakwenda kwa namna nyingine, ataenda kwa jinsi nyingine, hataenda kwa namna aliyokuwa amezoea kwenda. Ikiwa huyu bwana wangu ataenda kwa namna nyingine Israeli, kwa hakika atapona ugonjwa wake. Ni Naamani huyu aliyeenda akachukua mateka, alienda akaipiga Israeli, alienda akapanua mipaka ya Sham, huyu. Lakini sasa anatakiwa aende kivingine. Mchungaji unasema nini? Katika harakati za kubadili historia yetu, kubadili utambulisho wetu, kutengeneza CV zetu, tunatakiwa tuangalie tunaendaje. Kwa kuwa leo tuko kwenye maombi, naomba nizungumze kwa mtazamo wa maombi. Hivi unajua kujibua kwa maombi kwa yako kunategemea namna ambavyo umekuwa ukija. Namna ambavyo umekuwa ukija kwenye hii nyumba, namna ambavyo umekuwa ukiingia katika malango ya nyumba hii, namna ambavyo umekuwa ukikanyaga viwanja vya Bwana, hii inaleta tofauti. Naamani alikanyaga nchi ile ya Israeli, lakini alienda kimapambano, alienda kwa ajili ya kumpanulia shetani mipaka, kumpanulia mfalme wake mipaka, kumtekea mateka mfalme wake. Unajua kuna watu ambao tunaingia kanisani tukiwa na ajenda isiyo ajenda. Kuna watu tunakuja kanisani tukiwa na ajenda zisizoshikika, zisizoshika maji. Jioni hii leo na kutia moyo, badili ajenda yako. Change your agenda, badili ajenda yako unapoviendea viwanja vya Bwana. Unajua kama ulikuwa unakuja kwa Bwana, ukajua ya kwamba naenda kwa Bwana. Naamani mara zote alipokuwa akienda Yerusalemu, alipokuwa anaenda Israeli, mahali ambapo Bwana anapatikana, mahali ambapo manabii wa Bwana wanapatikana,
alienda na mikuki, alienda na mapanga, alienda na visu, alienda na magari ya vita. Haya ndiyo aliyoenda nayo. Lakini safari hii anapobadilisha mtazamo wake, Naamani haendi na magari ya vita, Naamani haendi na mapanga, Naamani haendi na mikuki na mishale. Naamani anabeba matoleo. Haleluya! Anabeba sadaka. Pembeni yake ana mavazi. Naamani amebeba fedha. Naamani amebeba dhahabu, tena vitu vya thamani. Hivi ndivyo anavyokwenda navyo. Unahitaji kubadilisha mtazamo. Unahitaji kubadilisha ajenda. Ukitaka kubadilisha CV yako, badilisha ajenda. Unapokuwa ukija kanisani, unakuja kwa ajenda gani? Yeremia anaandika, wengi waja mbele zake, wengi wanakuja mbele za Bwana kama wengine wajavyo. Wengine wanakujaje? Wewe haupaswi kuja kama wengine wanavyokuja. Unapaswa kuja na ajenda. Haupaswi kutokea mbele za Bwana ukiwa na ajenda zile zile, ukiwa na mipango ile ile. Unahitaji kubadilisha ajenda unapotokea mbele za Bwana. Ukitaka CV ya maisha yako ibadilike, ninakutia moyo jioni hii ya leo, badilisha ajenda. Ikiwa wewe ulikuwa ni mpambanaji na Bwana, unashindana na Bwana, chagua kunyenyekea. Chagua kwenda tofauti. Mchungaji, unasema nini? Natamani Bwana anisaidie uelewe. Mtazamo wa Naamani wa zamani alipokuwa akienda Yerusalemu, na mtazamo wa Naamani mpya anapokwenda Yerusalemu apate kuponya ukoma wake. Natamani uelewe hapa, kuna uzito wa kitu hapo. Rafiki yangu, hauwezi kuja kuomba, kuja kuutafuta uso wa Bwana eti una mtu ambaye hutaki kumsamehe. Umekuja mbele za Bwana kama Naamani wa zamani, umekuja kivita. Maana kama una mtu ambaye moyo wako ni mzito kumtazama, maana yake ni kwamba unapambana na Baba, na unapambana na Mungu huyu, unapambana na mtu wa Mungu mwenyewe. Maana kila mwanadamu ni mali ya Mungu. Kila mtu ni mali ya Mungu. Mimi hapa ni mali ya Mungu wa mbinguni, wewe hapo ni mali ya Mungu wa mbinguni. Ikiwa mimi nitatengeneza pambano lolote, nitakuwa na changamoto na mwenzangu ambayo sitaki kuimaliza, ili nitokee mbele za Bwana mimi kama mimi, bila ajenda nyingine. Mungu anahitaji tubadilishe ajenda. Tunapotokea mbele zake, badilisha ajenda. Vile ambavyo umekuwa ukitokea mbele za Bwana, badilisha namna unavyotokea. Badilisha namna unavyotokea. Kuna watu wamekuwa wakitokea jinsi ile ile. Amewekwa katika kundi la wachelewaji, yeye miaka yote ni mchelewaji. Mpaka umekuwa mchelewaji sugu. Badilisha ajenda. Kuna vipindi vina mvuto, vingine havina mvuto. Umechagua ni nini upokee, ubarikiweje. Badilisha ajenda. Baraka zina Mungu, hazina wewe. Kama ambavyo Naamani alitokea mbele za nabii,
akitegemea atendewe vile ambavyo yeye alijua. Nabii atoke amuombee, amwekee mkono, amguse. Lakini nabii anamwambia Naamani, mpango wa Mungu hauko hivyo. Nenda Yordani, mara 7 utadumbukia ndani ya maji ya Yordani. Pamoja na kwamba ni machafu, Bwana anakupeleka huko ukajifunze unyenyekevu. Inapofikia mahali unachagua namna gani ubarikiwe, unahitaji kubadilisha mtazamo. Somo hili lina mambo mengi, hatuwezi kulimaliza. Naomba jioni hii ya leo nimalize na wazo hili. Kumbuka, somo letu linasema cha muhimu katika CV yako. Ni nini cha muhimu? Baada ya mengine yote, cha muhimu ni hiki. Cha muhimu katika CV yako na katika CV yangu ni nini ulichochagua kufanya na ukoma wako. That is the most important. Umechagua kufanya nini na ukoma wako? Hiki ndicho cha muhimu kuliko mengine yote. Umechagua kufanya nini na ukoma wako? Maana kila mtu ni mkoma. Kuanzia mimi ninayezungumza, wewe uliyekaa hapa, katikati ya CV zetu kuna kaukoma. Kuna kaukoma kanatajwa hapa. Cha muhimu sio ukoma kubaki pale. Cha muhimu sio historia. Cha muhimu sio yale tulionayo. Cha muhimu na kinachobaki, kilicho cha muhimu juu ya mengine yote, jina lako likiondoka, sifa zako zikiondoka, elimu yako ikiondoka, mali yako ikiondoka, vyote vikiondoka kwenye CV ya maisha yako, cha muhimu ni umeamua kufanya nini na ukoma wako. Umechukua hatua gani juu ya ukoma wako? Umechagua kufanya nini na ukoma wako? Ni nini unafanya na ukoma wako? Nini unafanya nao? Jifunze kwa Naamani mkoma. Alikuwa ni mwenye ukoma, ndio. Aliposikia yupo uponyaji, aliposikia ukoma huu unaweza kuondoka, Naamani alichukua hatua. Aliushughulikia ukoma wake. Alitafuta kuwa na jina lake, yeye anayeitwa wa kupendeza, cha kupendeza, Naamani the delight. Alitafuta huu ukoma uondoke, ili abaki na taswira safi, abaki na sifa njema. Alipochagua hivyo, anaposikia ya kwamba Israeli uponyaji unapatikana, Naamani hachagui kukaa Sham. Naamani anachagua kwenda huko Israeli, mahali ambapo uponyaji unapatikana, mahali ambapo ukoma unaweza kuondolewa. Anachagua kuondoka. Ngoja nikwambie, cha muhimu sio kukaa ukiwa mdhambi nje ya viwanja vya utakaso. Cha muhimu ni kuchagua kwenda katika viwanja vya utakaso. Hili ndilo la muhimu. Naamani anachagua kuwa katika viwanja vya utakaso. Natamani nikutie moyo ya kwamba kanisa ni mahali pako pa utakaso. Haijalishi una dhambi kiasi gani, haijalishi wewe ni mchafu kiasi gani, haijalishi wewe ni mbaya kiasi gani, haijalishi unanuka kiasi gani. Natamani nikuambie ya kwamba tunaye Yesu huyu wa Calvary, yeye ambaye anaweza kumkumbatia yeyote, yeye ambaye anaweza kuwakumbatia hata malaya walio tayari kupigwa mawe. Yesu anawakaribisha kwake.
chagua viwanja vya kuupeleka ukoma wako. Cha muhimu katika CV yako ni chaguo lako la kuushughulikia ukoma. Hili ndilo la muhimu. Naamani anaposikia kuna uponyaji, hata anapofika kwa mfalme, anaambiwa sio hapa, ni kwa nabii. Naamani hakati tamaa. Naamani anapofika kwa nabii, anaambiwa nenda kaoge. Pamoja na kwamba kiburi kinamsumbua, ni tatizo lake, ni ukoma wake, anaposhauriwa anaambiwa, Naamani, ungeambiwa ufanye jambo kubwa, je, usingalifanya? Naamani anakuwa tayari kwenda majini, anakuwa tayari kuingia kwenye maji. Maji ya Yordani ni machafu, anachagua kwenda pale, alimradi kutafuta utakaso. Wapendwa, ukoma hautaondoka, ni mpaka tutakaswe kwa ukamilifu. Yako mambo ambayo hayataondoka kwenye maisha yetu mpaka tumeamua kushughulika na ukoma na tuzame, si mara moja, mara 7. Tuzame mara 7. 7 ni namba kamilifu, means tuzame kwa ukamilifu. Muujiza unapatikana katika kuzama. Hapo ndipo muujiza unapatikana. Natamani nihitimishe kwa kusema ya kwamba cha muhimu kwenye CV yako, umechagua kufanya nini na ukoma wako. Kati ya machaguo unayoweza kuchagua kufanya, moja, badili mtazamo. Change your perspective. Badili mtazamo wako. Naamani ilimlazimu abadilishe mtazamo ya kwamba Israeli ni maadui zetu tuliokuwa tunawapigana kuwateka. Badili mtazamo wako. Chagua kuendea viwanja vya uponyaji. Chagua kunyenyekea. Kisa cha Naamani tusingelikisoma leo endapo Naamani huyu angeendelea kukomaa na kubaki na kiburi chake. Kama Naamani asingefika Yordan, kisa chake kisingelifaa kuwa kwenye Biblia, maana alifika kwenye viwanja vya uponyaji na hakunyenyekea. Unapoingia katika viwanja ambavyo Bwana aweza kuondoa ukoma wako, chagua unyenyekevu. Tamani kukutia moyo jioni hii ya leo, chagua unyenyekevu. Yesu aliyesema, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yeye anasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Ni katika kujifunza upole, ni katika kujifunza unyenyekevu, ndipo tutakapopata raha nafsini mwetu. Natamani nikutie mama moyo, nikutie moyo wewe baba, ya kwamba raha yako iko mbele ya uchaguzi wako wa unyenyekevu. Raha yako iko mbele ya uchaguzi wako wa kuwa mpole. Kiburi hakilipi. Chagua kunyenyekea. Dawa ya ukoma inapatikana kupitia unyenyekevu. Naamani asingelinyenyekea, historia yake ingeharibika. Natamani jioni hii leo nimtie moyo msikilizaji mmoja ya kwamba Mungu amekupa miaka duniani,
hii miaka uliopewa, wengine wamepewa 10, wengine 20, wengine ni 50, wengine ni 70, hata na 80 wapo, hata na wengine wamepewa 100. Yote ulioyaandika, uzoefu uliojipatia, elimu uliojipatia, yote ulioyafanya hayatakuwa na maana, hayatakuwa na maana ikiwa ukoma utabaki kuwa sehemu ya sifa yako. Chagua kupambana na ukoma. Chagua kufanya kitu na ukoma. Pambano tulilo nalo ni dhidi ya ukoma. Hicho ndicho cha muhimu. Sifa zilizo navyo, vyeo na nini, elimu, havina maana ikiwa nitapewa miaka duniani na miaka yangu ikaisha, nikaenda na ukoma wangu, nilipoteza muda duniani. Mungu ananitia moyo katika siku hii ya maombi, kupendekeza kwako kuchagua kupambana na ukoma. Nilipokuwa nasoma nukuu za Mama White, nikakutana na nukuu moja inasema, kati ya mambo ninayopaswa kufunga na kuomba na kuzisihi mbingu ni kufunga kwa ajili ya kuishinda dhambi. Ikiwa utafunga kuomba fedha, unapoteza muda. Ikiwa utafunga ufanye mtihani ufaulu, you are wasting your time. Material things ni ziada. Yesu hakuja kufa, Yesu hakwenda msalabani ili mimi nipate utajiri na mali za dunia hii. No! Yesu ameenda msalabani ili dhambi ife. Yesu alikuja kushughulikia dhambi. Tunahitaji kupambana na dhambi hata ikitubidi kumwaga damu. Hujaitwa kuwa mfugaji wa dhambi. Dhambi sio mfugo. Dhambi sio mfugo. Wewe hujaitwa kufuga dhambi, kupalilia dhambi. Ukipalilia dhambi stawi, hautavuna. Mavuno ya dhambi ni mauti. CV yako inahitaji jambo moja tu lisimame, na hili ninalipendekeza jioni hii ya leo: uchaguzi wako wa kushughulika na dhambi, uchaguzi wako wa kushughulika na ukoma. Yuko mmoja anayesema ya kwamba, Bwana, nisaidie kushughulika na ukoma, na hii ibaki kama alama katika CV yangu. Simama pamoja nami tunapoimba wimbo namba 116. 116. Natamani hili liwe ombi lako. Wimbo huu utakuwa ni ombi letu jioni ya leo. Ombi lako, ombi langu. 116. Kiongozi wa nyimbo anapotuongoza katika wimbo huo namba 116. Mungu anauhitaji moyo safi. Na Bwana, ninataka hili kwa kuwa nimechafuka kwa moto au kwa maji, unisafishe kabisa. Kupewa hekima nyingi
na kupewa hekima yote. Kweli ni tunu kwangu na ni tunu kubwa, lakini moyo safi ni bora kwangu, na huo ndio bora kwangu. Mpaka moyo uwe safi, ndipo niweze kuyafahamu mambo mazuri ya mbingu, mambo mazuri ya mbingu. Nisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto utakavyo, ili dhambi ife kwangu, dhambi ife kwangu. Hili ndilo ombi ninalopendekeza kwako jioni hii leo. Bwana, ninataka hili, kwa kuwa nimetafuka kwa moto au kwa maji, unisafishe kabisa, unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto utakavyo, ili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Kupewa hekima yote itakuwa tunu kubwa, lakini moyo safi ni bora kwangu, bora kwangu. Unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto utakavyo, ili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Mpaka moyo ni safi, siwezi kuyafahamu mambo mazuri ya mbingu, mambo mazuri ya mbingu. Unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto utakavyo, ili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Baada ya kuwa tumeomba ombi hili katika wimbo, nitakuomba tunapoimba wimbo namba 143, ikiwa una sadaka yako, ikiwa una maombi yako, sogea katika viwango vya hivi. Sogea na sadaka yako, sogea na maombi yako. Tunapoimba wimbo huu, Baba sina msaada ila kwako pekee. Sogea katika viwanja hivi, leta sadaka yako. Baba sina msaada ila kwako. Kama huna sadaka, unayo maombi. Kama kwangu una kitu ambacho kwa hicho unatokea kwa Bwana. Sogea katika viwanja hivi, sogea hapa mbele ili tuombe. Sogea. Yesu alikufa, alimwaga damu yake, nitoke dhambini. Jamani, sogeeni, sogeeni, sogeeni. Naamini mwana wako, sogea. nipe nguvu, Sogea. Nijazie mahitaji katika saa hii, sasa hivi na
Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Ni furaha gani kwangu kukuona usoni, nijue sauti yako, nipate neema. Sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Tupige magoti. Wewe unaujua moyo wako, unajua mzigo ulioubeba. Kwa dakika moja, katika utulivu wako wewe na Bwana, ongea na Mungu wako, sema na Mungu wako. Baba na Mungu wetu, rafiki mwema, Mungu unayetupenda, wewe ambaye ni Mungu mtakatifu usiye na dosari, tunalihimidi na tunalisifu jina lako, maana peke yako umestahili ibada yetu. Tunakushukuru pia kwa kutupa zawadi ya siku ya leo, kiwa umesafiri nasi kwa muda wa siku 4 tangu ulipotupa siku ya kwanza ya juma katika wiki nyingine. Bwana, siku 4 zimepita, na hizo umezifanya ziwe kwetu na historia, nasi tumekuja kukushukuru. Sifa na utukufu zikurudie. Pamoja na hayo Bwana, tumekuja tukiwa na shukurani nyingi mioyoni mwetu, maana umeyatenda matendo makuu. Mioyo ya watoto wako walioko hapa na hata waliopo katika mitandaoni, kila mmoja ana ukurasa aliouandika moyoni mwake juu ya matendo yako makuu, hata inatushangaza. Neno moja linalotushangaza ni hili ya kwamba Bwana, umetuvumilia mno. Maana kama wewe Mungu ungekuwa unayahesabu makosa, hakuna hata mmoja ambaye angeweza kusimama. Asante kwa kutuhurumia. Nasi tumepiga magoti Mungu wetu, tukinyenyekea kwako, tukiomba toba kwa dhambi, makosa na kila aina ya mapungufu. Maana kwa vinywa vyetu Mungu wetu tumekukosa, kwa maneno, matendo, hisia, mawazo. Mungu wetu tumekukosa wewe peke yake. Naomba uturehemu, na tunaomba jioni ya leo tuhesabie haki yako tu kwa Yesu Mwokozi wetu. Leo umetukumbusha juu ya CV zetu. Mungu,
Neno moja tu nimejua, ya kwamba mwanadamu hana cha kujisifia. Ni sifa gani tulionayo? Ikiwa ninaweza kupata hekima ya dunia hii kupitia elimu na ufahamu wa mambo, nitapata tu kidogo, Mungu wetu, kidogo katikati ya hekima kubwa ya ulimwengu huu ambayo iko kwako. Sina sifa yoyote katika CV yangu. Ninaomba Bwana, katikati ya mafanikio, katikati ya kuinuliwa, katikati ya zawadi, tufundishe kunyenyekea, tufundishe kujiona namna tulivyo dhaifu. Jioni ya leo ninakuomba Bwana, utufundishe kunyenyekea. Zaidi sana, la muhimu kama ulivyotukumbusha, ni uchaguzi wetu wa kushughulika na ukoma na dhambi katika maisha yetu. Ninaomba Mungu wetu, kila mmoja umwezeshe kuufanya uchaguzi huo, ya kwamba kale kanakomsumbua maishani hako atapambana nako hata ikimbidi kumwaga damu. Maana umesema katika neno lako ya tujapambana na dhambi hata kumwaga damu. Tusaidie Mungu wetu. Msaidie yule baba, msaidie yule mama, msaidie yule kijana, yule binti. Tusaidie sote, bila kujali tupo katika hema hii, bila kujali tupo katika mitandao. Baba, naomba utupe uwezo wa kuishinda dhambi. Naomba shetani ashindwe na mbinu zake na mipango yake katika maisha yetu. Tuwezeshe kuchagua siku zote kukupa utukufu. Ni imani yangu ya kwamba Bwana, vile ukoma utaviondoa kwa mamlaka ya jina lako. Tupeleke Yordani na tufundishe kuzama mara 7 kama ulivyotenda kwa Naamani. Zaidi ya yote, ninawaleta watoto wako hawa. Wengine leo wameleta nyaraka zao, wameweka katika box. Wengine maombi yao Bwana yameambatana na sadaka walizozileta. Kila aliyeko mbele zako analo ombi fulani ambalo ametokea nalo. Naomba Mungu wangu, kila dua iliyoletwa kwako, kila kusihi kuliko kuletwa kwako, kila ombi lililoletwa kwako, kila machozi, kila kilio kilicholetwa kwako, kila huzuni, kila kuomboleza ambako Bwana watoto wako wameleta, naomba uwasaidie wana wako. Ikiwa yuko mgonjwa hapa, ombi lake ni uponyaji, naomba umponye kwa jina la Yesu. Ikiwa ombi letu, mmoja wetu aliyekuja hapa ni kwa ajili ya ndugu yake aliye mgonjwa, Bwana husika kumsaidia mgonjwa yule, na kwa maombi haya ukamuinue kwa jina la Yesu. Ikiwa yuko hapa aliyekuja akitamani umpe ziada katika uchumi wake, Baba, naomba umtendee hivyo kwa utukufu wa jina lako. Ikiwa yuko mmoja hapa anayelia kwa ajili ya familia yake, maombi yake ni kwa ajili ya watoto, maombi yake ni kwa ajili ya mume, maombi yake ni kwa ajili ya mke, Baba, naomba ikiwa iko nyumba fulani, yuko baba hapa au mama hapa anayelilia nyumba yake, husika kumsaidia kwa utukufu wa jina lako. Baba, kila dua na kila ombi lililosalimishwa kwako, kwa kuwa wewe uko hai kutusaidia, tusaidie jioni ya leo kwa utukufu wa jina lako. Neno moja tu ninakuomba, tubatize sote kwa Roho Mtakatifu. Hili ndilo hitaji letu juu ya mengine yote. Tutoke tukiwa tumejazwa na Roho, afurike, tusikae naye. Baba, unapotupatia kipawa hicho, tuhimize kwenda kwa kazi yako. Utume uko duniani na kazi yako ingalipo inatuhitaji. Dunia inatusubiri tuseme japo kidogo. Naomba Baba tupeleke, utakutumwage kama unavyoweza kumwaga mbegu katika nchi. Baba, tupeleke. Tunaliombea kanisa hili na mipango yote ya utume. Naomba Bwana tusaidie, tukutukuze kupitia kazi uliyotupatia. Neema yako inatosha Mungu wetu.
ikiwa liko neno lolote lililokuwa litamkwe kama ombi katika jioni hii ya leo, na huenda Bwana halijatamkwa sasa, tunajisalimisha katika uombezi wa Roho Mtakatifu atukamilishe kuomba kwetu. Na zaidi sana, Kristo, wewe uliye mwombezi wetu patakatifu pa mbinguni, tukamilishe kuomba kwetu na maombi yetu. Tunakusihi yakawe ni harufu njema katika kiti chako cha rehema, maana hivyo ndivyo tumeomba tukiamini kupitia Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na kila aminiye na aseme amen. Amen.